amani. Pili, kwa niaba ya mkurugenzi na bodi za shule zetu, ninaomba kutoa shukrani zetu kwako wewe mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa CGF mstaafu Tobias Landengenye, mkuu wa mkoa wa Kigoma, kwa kukubali na kuridhia ombi na mwaliko wetu wa kuungana na sisi siku ya leo tunapowapongeza vijana wetu wa kidato cha 6 mwaka 2025. Tunajua ratiba yako ni ngumu sana na pia unayo majukumu mengi sana, lakini umetupa heshima kubwa kwa kutenga muda wako kwenye ratiba yako na ukawa pamoja na sisi siku ya leo. Umeingia kwenye historia ndefu ya shule zetu na tutakukumbuka daima. Tunakushukuru na kukukaribisha sana. Aidha, tunakushukuru sana kwa kuwa mdau wetu mkubwa na tunakuomba uendelee kuwa mdau wetu na balozi wa shule zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumuiko hili la leo ni maalum kwa ajili ya kuwapongeza wanafunzi wa kidato cha 6 wanaohitimu masomo yao mwaka huu. Niombe kueleza machache juu yao. Wanafunzi wa kidato cha 6 walianza masomo yao ya elimu ya sekondari ya juu mwezi Julai mwaka 2023 na wanatarajia kuanza mitihani yao ya taifa Jumatatu tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Nitumie fursa hii kuwataarifu wazazi na walezi wao wote kuwa maandalizi kwa wanafunzi wetu kuelekea mtihani wao wa mwisho yanaendelea vizuri. Mambo yote muhimu yamefanyika, ikiwemo kuwapima kwa mitihani mbalimbali ya ndani na nje na kuwaweka vizuri kisaikolojia, kiakili na kimbinu ili kuikabili mitihani inayoelekea kuanza bila hofu, uoga wala kupaniki. Aidha, afya na nidhamu ya vijana hawa ni nzuri na pia wanaendelea kupata mafunzo na maelekezo ya kidini kutoka kwa walimu wetu wa dini. Ni imani yetu kuwa vijana hawa wa kidato cha 6 wataitetea heshima yetu ya shule ya kufanya vizuri katika mitihani yote ya taifa na kuendelea kuupa heshima mkoa wetu wa Kagera. Ni wakati wenu sasa kulinda na kutunza heshima kuu ya shule zetu. Tunapoandaa na kuombea kwa ajili ya mtihani unaokuja hivi karibuni, nanyi pia jiandaeni na mkitanguliza Mungu katika kila jambo mtafanikiwa. Kupitia hadhara hii niwashukuru sana wakurugenzi wetu kwa kutuongoza vyema katika maandalizi ya wanafunzi wetu na kutupa mahitaji yote muhimu ya kitaaluma tuliyohitaji katika kuwaweka vizuri wanafunzi hao kwa ajili ya mitihani yao ya taifa. Nyie ndio dira yetu kuu na wabeba maono wa shule hizi. Sisi wasaidizi wenu, kazi yetu kubwa ni kutekeleza yale yote mnayotuelekeza katika kufikia malengo makuu ya shule zetu ya kutoa taaluma bora kwa wanafunzi wote wanaopata bahati ya kupitia kwenye mikono yenu. Historia fupi ya shule za Kaizirege na Kemebozi na mafanikio yaliyofikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, historia ya shule zetu inaturejesha nyuma hadi mwaka 2007 ambapo shule hizi zilianzishwa rasmi. Mwasisi wa shule za Kaizirege na Kemebozi ni ndugu Yusto Kaizirege Ntagalinda. Toka kuanzishwa kwake mwaka 2007 hadi leo hii mwaka huu 2025 ni takribani miaka 18 ya uwepo wake. Shule hizi zinapatikana katika kijiji hiki cha Ijuganyondo, kata Ijuganyondo, manispaa ya Bukoba na katika mkoa wetu wa Kagera. Katika kipindi hiki chote cha uwepo wa shule hizi, tumeshuhudia kukua na kuimarika sana kwa shule zetu. Shule hizi zilianza na chekechea pamoja na shule ya msingi. Hivi leo tunapoongea, shule hizi zimekuwa na tayari zimefikia ngazi ya kidato cha 6 na kutoa wahitimu wengi ambao wengi tayari wamehitimu shahada na stashahada katika kozi tofauti tofauti kutoa kwa vyuo vikuu mbalimbali vya ndani na nje ya nchi, zikiwemo kozi za afya, uhasibu, uhandisi, elimu, uchumi, sheria, kilimo, mifugo kwa kutaja chache, na tayari wamekwisha anza kulitumikia taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi zetu ikiwemo katika shule zetu. Kundi jingine kubwa la wanafunzi ambalo ni matunda ya shule zetu lipo linaendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi hiki cha miaka 18 cha uhai wa shule ya Kaizirege, ndani yake tumeshuhudia kuzaliwa na kuanzishwa kwa shule ndugu ya Kemebozi. Shule hii ya Kemebozi kama ilivyo kwa shule mama ya Kaizirege, nayo inaanzia chekechea hadi kidato cha 6. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumpa maono makubwa mwasisi wa shule hizi na kuweza kutafsiri maono haya kuwa uhalisia. Ndugu mgeni rasmi, mojawapo ya vitu vinavyotambulisha mkoa wetu wa Kagera kwa sasa ni uwepo wa shule hizi za Kaizirege na Kemebozi. Mkurugenzi, tunakupongeza sana kwa uthubutu huu mkubwa wa kuweka alama ya heshima na ya kudumu katika historia ndefu ya mkoa wa Kagera, hasa katika sekta ya elimu. Kuna Watanzania ambao kwa mara ya kwanza
wamefika mkoa wa Kagera na katika manispaa yetu ya Bukoba kwa sababu tu ya uwepo wa shule hizi za Kaizirege na Kemebozi. Mkurugenzi, hongera sana na Mwenyezi Mungu akuzidishie ulinzi na afya njema wewe pamoja na mama yetu Elizabeth. Ndugu mgeni rasmi, historia ya shule hizi za Kaizirege na Kemebozi itakuwa na mapungufu nisipomsemea kidogo mwasisi wake. Mwasisi wa shule hizi ndugu Yusto Kaizirege Ntagalinda ni mtu wa kipekee sana. Kwanza ni mtu mwenye maono makubwa sana na mwenye uwezo wa kutafsiri maono yake kuwa uhalisia. Pili ni mtu mwenye kufanya vitu kwa viwango bora na vya hali ya juu. Tatu ni mbunifu. 4 ni mchapakazi. 5 ni msikifu na mtu anayetambua na kuthamini mchango wa kila mtu anayemzunguka. Na 6 ni mthubutu na mtu asiyeogopa kufanya maamuzi. Sifa zake chache nilizozitaja hapa zinaakisiwa na uwekezaji mkubwa aliofanya kuanzia lango kuu ulipoingia humu ndani na maeneo machache uliofanikiwa kuyatembelea. Aidha, matokeo ya shule hizi katika mitihani ya taifa kwa madarasa yote ya mitihani ambayo ni darasa la 4, darasa la 7, kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6 kwa kipindi chote cha uwepo wa shule hizi yanathibitisha zaidi sifa chache nilizozitaja za mwasisi huyu. Katika kipindi hiki cha uhai wa shule hizi tumeshuhudia utolewaji wa taaluma bora na isiyoyumba. Taaluma inayotolewa hapa na thubutu kusema kwa kujiamini kuwa ni bora na thabiti. Hili ni jambo lisilo la kawaida kwa kusimamia ubora wa taaluma hasa shule binafsi wa miaka 18 mfululizo pasipo kuyumba. Shule zetu zote zimeweza kushika nafasi za juu katika matokeo yote ya mitihani ya taifa ikiwemo nafasi ya kwanza. Tumeongoza kitaifa katika matokeo ya darasa la 4, darasa la 7, kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6 katika miaka tofauti kati ya mwaka 2007 na mwaka 2022. Hadi Baraza la Mitihani Tanzania NECTA ilipoondoa utaratibu wa kuainisha shule kwa ubora wa ufaulu wake, shule zetu zilifunga utaratibu huo mwaka 2022 zikishika nafasi ya kwanza kitaifa katika matokeo ya kidato cha 4 na kidato cha 6. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuendelea kulinda heshima kubwa ya shule hizi, mkurugenzi ameendelea kuhakikisha shule zetu zinakuwa na kikosi bora na cha kutosha cha walimu katika masomo yote na katika kipindi chote katika shule hizi toka shule hizi zinaanza. Aidha, wafanyakazi wengine wasiokuwa walimu nao wamechangia pakubwa kwenye ubora wa shule hizi. Ubora na uthabiti wa shule zetu umefanya shule hizi kupata vyeti na tuzo mbalimbali sana za ubora wa kitaaluma kutoka ofisi mbalimbali za serikali ikiwemo ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera, wadau mbalimbali wa elimu, Baraza la Mitihani Tanzania, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI. Aidha, walimu na wanafunzi wanaofanya vizuri nao wameweza kutambuliwa kwa kupewa zawadi, vyeti na tuzo mbalimbali za ubora kutoka kwa mkurugenzi wetu na katika mamlaka mbalimbali za serikali na sekta binafsi. Tuzo hizi ni kama zinavyoonekana hapa mbele upande wa kushoto kwenye kabati lake. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule hizi zina miundombinu bora na ya kutosheleza mahitaji. Miundombinu hii imechangia kwenye ufanisi wa shule hizi. Tunayo majengo bora na ya kisasa kama vile vyumba safi vya madarasa, samani bora za kutosha kwa wanafunzi, maabara safi za kisasa na zenye vifaa vyote muhimu kwa ajili ya masomo ya sayansi kwa vitendo. Aidha, tunayo maji ya uhakika na nishati. Ili kuhakikisha afya za wanafunzi na wafanyakazi ziko sawa muda wote, mkurugenzi amejenga zahanati yenye vifaa tiba vya kisasa ambayo husaidia kutoa huduma ya kwanza kwa wanafunzi na wafanyakazi. Zahanati hii inayo wataalamu wote wa afya na wenye sifa na tayari inao usajili kutoka Wizara ya Afya. Aidha, katika kuhakikisha usalama wa wanafunzi na mali, shule zetu zimezungushiwa ukuta imara. Ulinzi na usalama umeendelea kuimarishwa kwa kufungwa mfumo wa kamera, yani CCTV katika maeneo yote muhimu ya shule. Katika kurahisisha usafiri kwa wanafunzi wetu, mkurugenzi alianzisha kitengo cha usafiri na ameendelea kukiimarisha kila mara. Shule zetu zinayo mabasi imara na ya kisasa aina ya Scania Makoporo. Mabasi haya hutumika kusafirisha wanafunzi kuja shule na kuwarudisha nyumbani wakati wa likizo. Kwa sasa tunasafirisha wanafunzi katika mikoa na maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Kigoma, Singida, Dodoma, Morogoro, Pwani, Dar es Salaam, Manyara, Arusha na Kilimanjaro. Tunaendelea kujipanga ili kuifikia mikoa mingine zaidi ikiwemo mikoa ya Simiyu, Mara, Iringa na Mbeya.
Kitengo hiki cha usafiri wa wanafunzi kimekuwa msaada mkubwa kwa wazazi na walezi, kwani kinawahakikishia usalama wa watoto wao wakati wa kuja shule na kurudi nyumbani. Vile vile shule ina nishati na maji, na hivi vyote vimefanya na mkurugenzi wetu kwa lengo la kuhakikisha shule hizi zinakuwa bora na za mfano katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wazo la kuanzisha shule alilolipata mkurugenzi wetu limekuwa la manufaa na faida kwa watu wa kada tofauti tofauti. Katika kipindi chote cha uwepo wake, shule hizi zimenufaisha kundi kubwa la Watanzania. Kundi la kwanza ni la wanafunzi ambao wamebahatika kusoma hapa. Zaidi ya wanafunzi 6,000 ambao wamehitimu hapa toka shule hizi kuanza kwa darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6 wamenufaika na elimu bora walioipata na kuweza kuyatimiza malengo yao kitaaluma. Aidha, shule hizi zinatoa ajira kwa Watanzania wengi ambao tumeweza kuendesha maisha yetu vizuri kupitia uwekezaji huu mkubwa. Aidha, watoto wetu nao wamenufaika na uwepo wa shule hizi kwa kupata taaluma bora kwa gharama ya mkurugenzi. Kwa niaba ya wafanyakazi wote, ninaomba upokee pongezi na shukrani zetu. Kodi mbalimbali zinazolipwa serikalini na shule hizi zimechangia sana katika kukuza na kuchangamsha uchumi kwa kuongeza pato la manispaa yetu, mkoa na taifa kwa ujumla. Hili limedhihirika dhahiri baada ya shule zetu kupata tuzo ya mlipaji kodi bora kitaifa na kimkoa katika mwaka wa fedha wa 2023-2024 katika hafla ya kitaifa iliyofanyika jijini Dar es Salaam na baadaye katika hafla ya kimkoa iliyofanyika hapa Bukoba mwezi Februari mwaka huu. Vile vile uwepo wa shule hizi katika kata hii ya Juganyondo umesaidia pakubwa uwepo wa maendeleo mbalimbali kwa watu binafsi ndani ya eneo hili la kata Juganyondo. Mheshimiwa mgeni rasmi, yapo mambo mengi mazuri na makubwa ya kuongea juu ya taasisi hizi na muasisi wake, lakini kutokana na muda itoshe kwa ufafanuzi huu nilioutoa. Tuzo ya umahiri katika masomo. Mheshimiwa mgeni rasmi na sote tuliojumuika hapa leo, katika kuongeza chachu na morali kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na 6, mkurugenzi alipata wazo la kutoa motisha au tuzo ya umahiri kwa wanafunzi wanaofanya vizuri kwenye mitihani ya taifa. Lengo kuu likiwa ni kutoa hamasa kwa wanafunzi wazidishe bidii zaidi kwenye masomo yao. Motisha na tuzo hii ilipewa jina la Eusto and Elizabeth Kaizirege Excellence Academic Award. Tuzo hii ina thamani ya fedha za Kitanzania shilingi milioni 5 kwa kila mwanafunzi anayefaulu mtihani wa taifa wa kidato cha 6 kwa daraja la kwanza alama 3, yaani division 1.3, ambapo anakuwa amefaulu kwa kupata alama A kwa masomo yake matatu ya msingi kwenye mchepuo. Tuzo hii ilianza rasmi mwaka 2023 mwezi Julai na tayari wanafunzi wawili wameshanufaika na tuzo hii kwa kupokea kitita cha shilingi milioni 5 kila mmoja. Ndugu wazazi na walezi, naomba niwataarifu kuwa vijana wenu wote wanaohitimu siku ya leo wana nafasi sawa kwenye tuzo hii. Mtakapoongea nao, wahimizeni wafanye vizuri sana kwenye mitihani yao ya taifa itakayoanza Mei 5. Pamoja na tuzo hii ya mkurugenzi, wahitimu wa kidato cha 6 wanazo fursa nyingi sana ambazo wanapaswa kuzitumia, na sifa ikiwa ni kuwa na ufaulu wa juu sana kwenye mtihani wa taifa. Ipo fursa ya Mheshimiwa Rais ambapo hutoa ufadhili wa masomo ya elimu ya juu kwa wanafunzi wote wa masomo ya sayansi wenye ufaulu mkubwa. Aidha, zipo taasisi nyingi za ndani ya nchi zinazotoa ufadhili wa masomo ya elimu ya juu. Pamoja na hayo yote, ninyi wazazi mmekuwa na utamaduni wa kuahidi zawadi watoto wenu endapo watafanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho. Zawadi hizo ni pamoja na kuwapeleka kusoma elimu yao ya juu kwenye vyuo vikuu vya nje ya nchi. Nitumie nafasi hii kuambia na kuwakumbusha wahitimu wote mnaonisikiliza hapa kuwa fursa zote nilizozitaja hapa, sifa inayohitajika ni moja tu, kuwa na matokeo ya juu kwenye mtihani wako wa taifa wa kidato cha 6. Sisi kama shule tumemaliza sehemu yetu kwa ustadi na sasa ni muda wenu kudhihirisha ubora tuliowapa. Pongezi na shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kwa niaba ya wanajumuiya ya Kaizirege na Kemebozi, ninaomba kutoa pongezi zetu za dhati kwa mkurugenzi na mama mkurugenzi kwa kuzipenda, kuzijali na kuzitunza na kuziimarisha shule zetu. Wapenda na kuwatunza na kuwajali wanafunzi wote, kutatua changamoto zote kwa wakati pindi zinapotokea, na mwisho kusimamia swala la dini kwa kila mwanafunzi. Aidha, tunamshukuru sana kwa kutujali na kutupenda sisi wafanyakazi wote.
Pili, kupitia hadhara hii, kwa niaba ya mkurugenzi naomba kutoa shukrani zetu za dhati kwa wazazi na walezi wote ambao walituamini, wanatuamini na wameendelea kutuamini na kutukabidhi watoto wao. Tunawashukuru sana. Tunawathamini na tunawapenda sana. Tunaomba muendelee kuwa mabalozi wa shule zetu kwa kututangaza kwa ndugu, jamaa na marafiki zenu ili nao waje waonje ubora wa shule hizi. Shukrani zetu nyingine ziende kwa wadau wote muhimu wa shule zetu, zikiwemo taasisi zote za kifedha, kampuni ya Skenia Tanzania Limited na wadau wote ambao wamechangia pakubwa kwenye ustawi wa shule zetu. Vile vile tunaishukuru serikali kuanzia ngazi ya mtaa, kata, wilaya, mkoa hadi taifa kwa ushauri na miongozo yenu ya kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, shukrani zetu nyingine ninaomba ziende kwa wajumbe wa bodi ya shule zetu chini ya uwenyekiti wa Mzee Abubakar Kagasheki kwa kuendelea kuwa sehemu ya mafanikio ya shule hizi. Vile vile tunawashukuru sana viongozi wa dini kwa kuwa sehemu ya mafanikio na ustawi wa shule zetu katika kuwalea na kuwajenga kiimani na kiroho wanafunzi wetu wote. Shukrani hizi tunaomba ziende kwa viongozi wa dini ya Kiislamu, KKT Usharika Ibura, Roman Catholic Parokia ya Kibeta na Parokia ya Itawa, Kanisa la Anglikani Bukoba pamoja na Kanisa la TAG. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu waalikwa wote meza kuu, wazazi na walezi tuliojumuika hapa, ninaomba kuhitimisha risala hii ya shule kwa kusema mambo machache yafuatayo. Kwanza kabisa, kwa niaba ya mkurugenzi na bodi ya shule, tunakushukuru sana wewe mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa CGF mstaafu Tobias Andengenye, kwa kututhamini na kutupa muda wako na kuwa na wewe siku hii ya leo. Tunasema asante sana kwa heshima hii kubwa. Tunakutakia kila laheri utakaporejea nyumbani, na pia tunakutakia kila laheri katika majukumu yako na katika safari yako. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki na kukulinda unapoendelea na majukumu yako. Pili, ninawashukuru sana wageni wetu wote mlioko meza kuu, wazazi na walezi wote wa wanafunzi wetu kwa kuja kwenu kwa wingi na kuipendezesha siku hii ya leo ambayo ni maalum na muhimu kwa vijana wetu wa kidato cha 6. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na kuzibariki kazi zenu. Aidha, tuwatakie sherehe njema na safari njema mtakaporejea nyumbani mara tu baada ya shughuli ya siku ya leo. Nyote mfike salama. 3.